yule aliye wa maana kwako au wewe wa maana kwake, huyu ndiye aliye familia yako wewe. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu familia, sehemu ya 20. Bila shaka popote pale ulipo, yule aliye wa maana kwako wewe au yule aliye wewe ni wa maana kwake, huyo ndiye aliye familia yako kamili. Aliye wa maana kwako, maana yake kwamba aliye maana ya jina lako hapo, aliye maana ya maisha yako hapo, na popote pale alipo yupo anayaelezea maisha yako, ndiyo anaelezea jina lako, ndiyo maana ya jina lako. Maisha yako yanaonekana, na ndiyo maana ameitwa wa maana kwako. Ikimaanisha aliye maana ya jina lako wewe. Aliye maana ya maisha yako wewe, aliye maana ya kila kitu katika kukifanya kwako au maisha yako yote. Ikimaanisha popote pale alipo kuwa ni sura ya jina lako inaishi, ni sura ya jina lako linatawala, na huyo ndiye aliye wa maana kwako. Ndio popote pale ulipo, upo hapo kwa kuwa yupo aliye wa maana kwako, yupo aliye wa maana kwako. Kipo kilicho cha maana kwako, ndio maana upo hapo. Ikimaanisha upo hapo kwa kuwa ipo sura inayoelezea maana ya uwepo wako hapo, maana ya maisha yako, maana ya jina lako. Maana ya wanamume wako, maana ya mwanamke wako, maana ya mtoto wako, maana ya kuwa mzazi, maana ya kuwa mama, maana ya wewe uliye baba, maana ya taifa, maana ya dini hiyo, maana ya jina la uwepo wako hapo, popote pale ulipo. Na hicho
huyo ndiye aliye familia yako, ikimaanisha ni mmoja wa jina lako, ni wa jina lako mmoja, ni wa maisha yako hayo wewe uliye mmoja. Yule, hicho kilicho cha maana kwako ndiye aliye familia yako, ikimaanisha aliye mmoja wa jina lako kamili, wa maisha yako kamili yaliyokamilika, kwa kuwa ndiye aliye maana ya maisha yako au jina la uwepo wako hapo popote pale ulipo. Huyo ni yule aliye wa maana kwako, na bila shaka tu haupo hapo kwa kuwa tu yupo aliye wa maana kwako, bali yupo aliye wewe ni wa maana kwake, na ndio maana haufukuzwi hapo. Hautolewi kuwa baba hapo ulipo, haufukuzwi usiwe mtoto hapo ulipo, haufukuzwi usiwe wa taifa hilo, wa dini hiyo, usiwe wa kiungu, usiwe wa uzao hapo, haufukuzwi, kwa kuwa hapo ulipo yupo aliye wewe ni wa maana kwake. Kipo kilicho wewe ni wa maana kwa hicho, na kufanya popote pale ulipo ukafurahiwa na wewe ukafurahia kuwa hapo. Popote pale ulipo ukafurahiwa na wewe ukafurahia kuwa hapo. Kwa kuwa upo katika familia. Na aliye familia yako ni huyo aliye wa maana kwako, ikimaanisha aliye maana ya maisha yako au jinsi na jina lako hapo lipo, au yule aliye wewe ni wa maana kwake na kufanya akafurahia wewe kuwepo hapo. Yule aliye wewe ni wa maana kwake, maana yake kwamba wewe ndio maana ya jina lake. Katika Mungu wewe ndiye maana ya jina la Mungu. Katika familia hiyo wewe ndiye maana ya jina la familia hiyo.
katika uzao huu. Muonekano ulionao hapo ndio maana ya uzao huu. Katika ndoa, wewe ndio maana ya jina la ndoa huyo. Kwa mume huyo, wewe ndiye maana ya jina la mume. Kwa mke huyo, wewe muonekano huu ndio maana ya jina la mke huyo. Kwa watoto hao, kwa taifa hilo, kwa dini hiyo, kwa mbingu, kwa dunia, kwa kila kitu katika jinsi ya uwepo wake, wewe ndio maana ya jinsi na jina lake. Kwa wewe kuwa ndiye maana au una maana kwa huyo, una maana kwa hicho, una maana kwa Mungu, una maana kwenye familia hiyo, una maana kwenye taifa hilo, kijiji hicho, katika jinsi ya kuonekana kwake, una maana popote pale ulipo, katika chochote kilichopo. Maana yake kwamba muonekano ulionao huo kwa jinsi na jina hilo ndio maana ya jina la chochote kile wewe kwa kuwa na maana kwa hicho. Kwa hiyo popote pale ulipo, upo kwa kuwa una maana na hapo ulipo. Upo hapo kwa kuwa yupo aliye wa maana kwako, kipo kilicho cha maana kwako. Kwa neno rahisi, upo na familia yako, na familia yako ikimaanisha kwamba familia ya jina lako wewe, familia ya jinsi na jina lako wewe mwenyewe. Haijalishi ni mtoto, haijalishi wewe ni mkubwa, haijalishi wewe ni nani, lakini popote pale ulipo, upo na familia ya jina lako wewe. Si familia ya jina lake yule, na kufanya kukawa na familia mbili. Familia ni moja. Upo katika familia ya jina lako wewe. Kwa kuwa yule aliye wa maana kwako, kile kilicho cha maana kwako, kinamaanisha au anamaanisha ndiyo maana ya jina lako. Sura yake, muonekano wake ndiyo maana ya jina lako.
anavyoonekana ndiyo jina lako linaitwa, ndiyo jina lako linatawala. Ndiyo maisha yako kwa jinsi na jina hilo yanaishi. Ndio kwenye chochote, kwenye yoyote aliye wa maana kwako, huyo ndiye aliye maana, au hicho ndicho kilicho maana ya maisha yako, au jinsi na jina lako hapo popote ulipo kwa kuishi kwako na kufanya huyo aliye wa maana kwako kuwa ndiye aliye sura ya jina lako kamili. Haijalishi ni nani, haijalishi ni kipi, huyo ndiye, hicho ndicho kilicho sura kamili ya jina lako wewe, ikimaanisha hicho ndicho kilicho jina lako, maisha yako yanaishi au yanatawala. Na kufanya huyo, hicho kubaki bado ni wewe uliye mmoja katika jina hilo unatawala. Pia yoyote yule kwa wewe kuwa na maana kwake, kwa wewe kuwa wa maana kwa hicho, kwa jinsi hivyo hivyo na jina ulilo nalo, inamaanisha kwamba jinsi ulivyo hivyo na jina ulilo nalo hilo ndiyo maana ya chochote kile, ya sura yoyote ile iliyopo. Wewe ndiye uliye maana, mwonekano ulionao huo kwa jinsi na jina lako hilo ndiyo uliye maana kamili. Wa sura ile ambayo wewe ni wa maana kwake, wewe ni wa maana kwa hicho, wewe ni wa maana kwa huyo. Na imekuwa yule ambaye wewe ni wa maana kwake bado ni sura ya jina lako hilo. Hicho ambacho wewe ni wa maana kwa hicho ni bado ni sura ya jina lako wewe,
kwa kuwa muonekano na jina lako ndio maana ya hicho. Na kukufanya popote pale ulipo, hakuna majina mawili yanatawala au yanaishi, kwamba lipo jina lako, lipo na jina la yule, bali lipo jina lako linatawala katika ile sura iliyo ya maana kwako, au katika ile sura wewe uliye wa maana kwake, au wewe ndiye uliye wa maana yake. Kwa hiyo yoyote unayemwona ni sura ya jina lako kamili. Chochote unachokitazama ni sura ya jina lako kamili, ni mwonekano wa maisha yako kamili. Ikimaanisha ni jina lako kamili linaishi, ni jina lako kamili linatawala. Na ndio maana hapo ulipo umeitwa familia, yani mmoja. Unaishi, unaitawala katika maisha hayo. Kwa kuwa familia imetambuliwa kwa sura ya muonekano mmoja, na wewe popote pale ndiye uliye muonekano wa sura moja. Kwa wewe kuwa wa maana kwa hicho, yani kuwa ndio maana ya huyo au hicho katika jina hilo, au kwa chochote au yoyote kuwa wa maana kwako, ikimaanisha kwamba chochote kile, yoyote yule kuwa ndiye aliye maana ya jina lako, ikimaanisha jina lako imekufanya wewe kuwa na muonekano mmoja popote pale ulipo. Popote pale ulipokuwa na muonekano mmoja. Ndio maana katika jina umeitwa familia, yani uliye na muonekano mmoja, jina lako moja, jinsi yako moja, familia yako moja, ubaba wako mmoja, katika kila jinsi ya jina la kuitwa kwako moja. Kwa jinsi hiyo ndio maana umeitwa familia. Na bila shaka si familia tu, bali familia yenye raha. Imekuwa ni familia yenye raha kwa kuwa popote pale ulipo upo, kwa kuwa kunaye sura,
au kunaye aliye wa maana kwako. Kunacho kilicho cha maana kwako, ikimaanisha kwamba aliye wa maana ya sura yako. Na kwa kuwa yupo aliye wa maana kwako, huyo ndiye aliye wa furaha yako. Huyo ndiye aliye wa raha yako ya kukufanya uwepo hapo. Pia kwa kuwa yupo aliye wewe ni wa maana kwake, inakufanya hapo ulipo ufurahiwe kuwepo hapo. Ufurahiwe kuwa katika jinsi na jina hilo, na kufanya familia yako daima popote ulipo kuwa ni ya raha, yani furaha, kwa kuwa unafurahiwa hapo ulipo na kupafurahia hapo ulipo. Kwani ni familia ya jina lako. Chochote kile kilichopo ni sura ya jina lako. Kama vile viungo vya mwili, popote pale utaposhika ni sura ya mwili kamili, ni sura ya jina la mwili. Haijalishi umeshika ni mkono, ni sura ya mwili kamili. Ndivyo hapo ndipo, haijalishi ni baba, ni sura ya jina lako kamili. Haijalishi ni mama, ni sura ya jina lako kamili. Haijalishi ni kipi, ni sura ya jina lako kamili, kwa kuwa wewe ndiye uliye maana ya hicho, au hicho ndicho kilicho maana ya wewe, ikimaanisha kina maana kwako, au wewe una maana kwa hicho. Basi leo hii popote pale ulipo, pokea sura ya jina lako, familia ya jina lako, ndoa ya jina lako, uzao wa jina lako, uponyaji wa jina lako, muujiza huu wa jina lako, viungo vya jina lako, viungo vipya, mafanikio mapya, uponyaji wa kila kitu katika jinsi ya kuonekana kwako. Pokea kizazi kipya, pokea watoto, pokea mume, pokea mke, pokea mafanikio, pokea mifupa mipya, pokea kuunga kwa mifupa yako, pokea popote pale ulipo, pokea utajiri wako, pokea mafanikio yako, pokea mashamba yako, pokea nyumba yako, pokea kumaliza madeni, pokea ujenzi mpya wa nyumba yako, pokea mavuno ya mashamba yako popote pale ulipo, na yamekuwa kwako hapo ulipo, kwa kuwa ndio yaliyo familia yako. Pokea familia ya jina lako, pokea familia ya jina lako popote pale ulipo katika jinsi ya kuwepo kwako. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya 20. Usikose sehemu inayofuata. Tazama pia mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Antigone. Pokea familia jina lako na imekuwa kwako.